mchezo wa kumtafuta bingwa wa kijiji cha Namtumbo ambaye atasonga mbele katika mashindano haya Dr. Omera Cup 2026 umefanyika hapa katika uwanja wa shule ya msingi Namtumbo, ambapo Kilimo FC wamegawa dozi goli 4-1 dhidi ya Veterans. Mara baada ya kukamilika kwa dakika 90 za mchezo huu, hapa nimepata fursa ya kupiga story na viongozi wa Kilimo FC. Timu hii bwana, malengo yake ni makubwa kweli kweli. Tutayasikiliza hapa. Mimi nataka simu Kasaruni wana kwa timu ya Kilimo. Mchezo ulikuwa mzuri, tunajitahidi kama mchezo mchezo vizuri na tunakuja. Kwa jina anaitwa Selemani Mangoma, mchezaji wa Kilimo FC. Kwa ujumla mchezo wa leo ulikuwa mchezo mzuri sana ambao tulijipanga ndio tulipata matokeo. Kwa hiyo msiku tulijipanga vizuri kutokea kampeni, kwa tulipokuja hapa tulichokikusudia ndio tulichokifanyia kazi. Na ndio maana tumepata matokeo. Tena ushindi wa kishindo kabisa. Ugumu upo kwa sababu mwisho siku kutoka kutanguliwa wewe kuja uchomoe msiku mpaka uje tena uongoze. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana hicho kwenye mpira. Alafu tuliingia kwa slogan ambayo kutokumdharau mpinzani. Kwa sababu tukishasema veterani, watu wanaamini veterani ni watu ambao walikuwa umri umeenda kabisa. Lakini kuna damu changa nao pia zipo kwenye hiyo timu. Kwa hiyo msiku tulikuwa tunaamini kwamba hii mechi lazima tujipange vizuri, tushinde mechi. Na kwenye mchezo wa leo, mchezo ambao ulikuwa na tafsiri hatua inayofuata. Maana kama tungefungwa leo, hata kama ingetokea ni bahati mbaya mmefungwa, hii ni hatua ya knockout stage. Ikifungwa basi hamna kitu kingine, lakini ninachoweza kusema Kilimo ni timu imejipambanua, inajua nini inakifanya, inajua nini inakihitaji. Na nafikiri mara ya kwanza nilizungumza plani ya timu yetu ni kusogea, kuonyesha sisi tunataka nini kwenye wilaya. Hicho ni kwanza tunaanza hapa, lakini kitu kubwa tumeshinda. Unajua wakati mwingine anakuambia muangalie kwanza mtoto anasemaje. Mtoto kauli yake anaanza kuzungumza kwenye kujifunza, ndio nakutafsiri kwamba mtoto wa namna gani. Alianza kuscore goli, tukampa time, tukaona wake kumbe anaweza kupishana na sisi. Basi tumemshibisha 4. Hii ni dozi. Kuna siku nilizungumza sisi tunatoa dozi kulingana na umri wako wewe unasema nini, ndio tunakupa ile dozi ambayo unahitaji. Kwa hiyo tuko vizuri, na hii ni taarifa au ni barua ya kuambia bwana tunawatumia wengine ambao wanaweza kukutana na sisi popote pale. Unaweza kaandika barua pia ukasema bwana, mimi kwa sababu nimefanywa na Kilimo naomba nimpe ushindi ili tukaendelea na hatua nyingine. Wala haina shida. Na hauwezi kuonekana kama wewe mjinga, hauwezi kujieleza. Amna, inaruhusiwa kabisa. Tunajipanga kwa mabingwa wa Omera Cup. Yaani hiyo ndio kujipanga. Hii mechi zingine za hapa katikati na nini iko vizuri. Nafikiri kocha ataangalia sehemu ambapo kuna mapungufu, tutazungumza pia na uongozi, uangalie namna ya kuweza kuboresha sehemu ile ambayo tunaona kuna gap, tupate watu ili kuendelea kuwa bora zaidi. Unajua timu zote duniani zinafanya usajili, si ndio? Kwa kwenye huo usajili unaofanyika nataka tuangalie. Lakini kubwa ni kwamba tayari tumeshamaliza. Ni kwa hapa sisi usajili ambao tuliofanya, hata kama tukisema ifungwe dirisha la usajili, twende hivi hivi tulivyo, basi hamna mtu ambaye anaweza kafua dafu. Na haya ni maneno ambayo nakwambia kabisa kwamba yako vizuri na tumejipanga. Kikubwa nachoweza kuzungumza ni kwamba mashabiki wa Kilimo FC wajitokeze kwa wingi. Timu yetu sisi tuko vizuri, na tunatamani pia kuona kampani yao ile wachezaji waweze kuwa na moto ili waweze kujua nini ambacho tunaweza kukihitaji sisi na kuweza kupata matokeo. Unafikiri haya mashindano yatakuwa na mchango gani katika kupatikana timu bora katika wilaya ya Namtumbo ambayo kwa muda mrefu haijashuhudia timu ikicheza kwenye ngazi za juu za mashindano ya timu? Kwanza namna ya uendeshaji wa haya mashindano. Mashindano haya kwanza yametoa room kwa wachezaji wa ndani. Hiyo ni ushindi wa kwanza kuona ina malengo mazuri na wilaya hii. Ingeruhusu wachezaji wasajiliwe kwenye maeneo tofauti tofauti, labda pengine leo hii tungeona kuna wachezaji kutokea kwenye wilaya tofauti tofauti, mikoa mingine, kwa sababu watu wana hela watu wanaweza akasajili mchezaji kutokea Mbeya, kutokea Iringa, Njombe, lakini walichokifanya ni kusema watumie wachezaji wa ndani. Ina maana nzuri kwenye kuikimbilia ndoto ya kuanza kuwa na timu ambayo inashiriki madaraja makubwa, daraja la kwanza, la pili, championship mpaka ligi kuu inawezekana, lakini lazima tuwe na ligi bora za ndani. Hizo ndio tafsiri kwamba wachezaji tulionao wanaweza katifikia kwenye ile ndoto ambayo tunaiwaza. Kwa majina anaitwa Saidi Ali Makenga, team manager wa Kilimo FC. Kimsingi tumepania kufanya vizuri kuanzia mwanzo ngazi ya kijiji. Tudharau mechi, tudharau ngazi, tupo serious na swala hili, na kikubwa tumefika kufanya kujaribu kuweka mapinduzi ya soka, watu watambue kwamba soka inahitaji nini, miiko ya soka na nini unatakiwa kufanya ili ufikie mafanikio. Kwa hiyo sisi hapa ngazi ya kijiji tumeanza, kiukweli tumeanza kwenye
ngazi hii tunahakikisha kama hivi tumefuzu kwenda ngazi inayofuata ya kata, na ngazi ya kata timu tutakazokutana sisi tunaomba tuheshimiane, tutawaheshimu kama wapinzani na wao tuheshimu. Umekiona kikosi chako, kuna mpango wa kutanua zaidi kuimarisha kikosi chako? Kikosi nimekiona, na kikosi kuna pengine najaribu kushauriana na mwalimu na benchi la ufundi kwa ujumla, na maeneo tukiboreshe, na tukikaa kwa kitu cha awali na taarifa yetu ya ripoti kwa uongozi tukitoa, na hata hivyo kwa finali hii tumeona mapungufu baadhi yake, tutaenda kutokabidhi ripoti yetu kwa uongozi, tutawapa mahitaji yetu. Mimi naitwa Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Up to date zaidi zinapatikana kwa kusubscribe, lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X, andika tu Toka Zamani TV, itakuwa poa zaidi. Ciao. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.